Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeahidi, na mimi nilitangaza ahadi hiyo, kuwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, kutokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo, na ndipo tuunde tume ya maridhiano. Katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6 tulikuja na falsafa ya R4 ili kuliunganisha taifa. Serikali ilionyesha utayari wakati wote kuleta maridhiano ili kwa pamoja tuweze kujenga na kulitunza taifa letu. Serikali ilinyoosha mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa, vyama vya kijamii, sekta binafsi na hata jumuiya za kimataifa ili kwa pamoja tuijenge Tanzania. Waheshimiwa wabunge, mkono huo wa urahimu ulileta matumaini kwa nchi. Kabla ya baadhi ya wadau kuamua kuuachilia au kuuputa mkono huo, kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa watapokea kwa dhati mkono wa maelewano ili kwa pamoja tujenge mazingira mwafaka kwa maendeleo ya taifa letu. Tutajifunza kutokana na makosa na mapungufu ya taasisi zetu za kidemokrasia. Tanzania ina uzoefu wa miongo mingi ya kidemokrasia na amani. Tanzania ina demokrasia iliyokomaa. Hata hivyo, tunaendelea kuboresha kulingana na mazingira na wakati. Ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hapo. Tanzania imekuwa na miongo mingi ya kidemokrasia, limekuwa ni taifa la amani na utulivu wa kisiasa. Neno demokrasia linaweza likatafsiriwa katika nchi yoyote ile, lakini sisi ni wakomavu wa demokrasia. Pamoja na hayo, katika safari yetu ya kuendesha Tanzania kidemokrasia, tuko tayari kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, niwaombe makundi yote ya Watanzania, hasa vyama vya siasa, tukae pamoja, tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na haya yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha, na sio kwa shinikizo. ST Bongo, nyumbani kwanza.